Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa kutupa tena hii nafasi kwa ajili ya utukufu wake. Hakika tumekusanyika kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu lililo hai, lenye nguvu ya kutuokoa, lenye nguvu la kutuisha tena, lenye nguvu ya kutusimamisha tena, lenye nguvu ya kutufufua. Ni neno la Mungu, sio la mwanadamu. Neno la Mungu ndilo tunajifunza sasa. Na tumekusanyika kwa jina la Yesu, na mwenye jina yupo katikati yetu. Yupo kulithibitisha hili neno ya kwamba ni lake, limetoka kwake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naisema nawe ni Mama Elwa, Jesus is the way. Imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake ambalo latosha kukuokoa. Mimi ni chombo tu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuelewa kwako neno la Mungu, ukalichukua, ukalifanyia kazi, ndio kutoka kwako wewe unajiita Mkristo, wewe unajiita mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuelewa kwako ndio kutoka kwako, hapo ulipokwama, kwa sababu neno hili halikufikii bure. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu ameuachilia unasema ya kwamba mtoto wa Mungu inakupasa utulie kwenye imani ya kushawishika na uweza wa Mungu Baba. Kwa hiyo unatakiwa utulie katika imani ya kushawishika na uweza wa Mungu Baba. Hapo ndipo utulie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tafungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, ninakushukuru. Ninasema asante Baba yetu wa mbinguni na duniani kwa nafasi tena uliotupa kwa ajili ya utukufu wako. Hakika hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo, Bwana wa utukufu, Baba mwenye nguvu, muumba wa mbingu za mbingu, muumba wa mbingu na dunia na vyote vionekanavyo na visivyoonekana. Tunasema asante Bwana. Ni kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tumekusanyika kwa Roho wako Mtakatifu Baba. Baba, tunasogea tena mezani mwako. Asante kwa kutuheshimisha Bwana kula na kunywa mezani pako Baba. Asante kwa ajili ya ibada hii kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa kunisimamisha katika nafasi hii, nafasi ya utumishi wako Bwana, nafasi ya utumwa wako Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa nafasi hii Baba. Nami katika damu ya Yesu Kristo nimesimama katika nafasi ya ukuhani Baba. Na kusihi Mungu rehema zako na neema yako juu yangu na juu ya watoto wako wa Bwana, wa kike na wa kiume pande zote, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ninaomba msamaha wa damu yako Yesu upate kupita kwenye maisha yetu sasa. Damu ya Yesu ya agano jipya, yenye kutakasa, yenye kuondoa, yenye kusafisha kabisa na uovu wetu na dhambi zetu, imeandikwa katika neno lako, hazitakumbukwa tena. Damu yako Yesu itusafishe sasa. Asante Bwana Yesu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Baba asante. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akadhihirike sasa. Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua nafasi yako. Chukua nafasi yako kwenye kila eneo la maisha yetu. Chukua nafasi yako katika ibada hii Bwana. Ukalithibitishe neno lako Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu. Ukatufundishe tumekubali kuwa wanafunzi wako. Ukatuongoze tumekubali kuwa wafuasi wako. Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, ukamtukuze Yesu kupitia neno hili katika jina la Yesu Kristo. Ukamtukuze Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba nasema asante. Asante kwa kuwa umenisikia Bwana. Baba naomba neno hili Bwana likawe majibu ya watoto wako, mfalme wa amani, sawa sawa na mapenzi yako, likasimame pale ulipokusudia lipite, likapite kwa nguvu zako na uweza wako Baba. Ninalifungulia njia katika jina la Yesu, nikiachilia damu ya Yesu Kristo kila eneo neno linapopita, ibada inaposimama, kwa jina la Yesu Kristo inasimama kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Na malaika wa Mungu wakalifuatilie neno hili. Malaika wa Mungu wakalifuatilie neno hili katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Baba nasema asante.
Sante kwa kuwa ni mwema Bwana, na fadhili zako ni za milele. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye fahamu zetu, mioyo yetu Baba ifinyange, ikapokee neno lako kwa unyenyekevu kabisa, kwa ajili ya utukufu wako. Tusaidie kuelewa na kulitenda neno lako na kutembea katika njia zako Baba, sawa sawa na mapenzi yako, maana kwenye njia zako kuna matendo yako yaliyo makuu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Sante Baba yetu wa mbinguni, dhihirika leo tena kwenye maisha yetu kuliko jana, kwa ajili ya utukufu wako. Sante Baba kwa uponyaji unaopita sasa kwenye moyo wa kila mmoja, kwenye hatua za kila mmoja. Sante Roho Mtakatifu, sante Baba kwa nguvu zako, katika jina la Yesu. Utukufu na wewe milele na milele. Amina, amina. Sante Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtoto wa Mungu, inakupasa utulie kwenye imani ya kushawishika na uweza wa Mungu Baba. Amen. Hii imani ndiyo imani ya kifalme. Imani ya kushawishika na uweza wa Mungu Baba aliye hai. Na ninaposema Mungu Baba, siongelei miungu, ninaongelea Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo. Amen. Kanisa la Bwana Yesu, hizi ni siku za mwisho, hizi ni nyakati za mwisho. Matukio yote yaliyosemwa na Bwana wetu Yesu Kristo na yaliyosemwa na watumishi wake kwenye neno lake yapo wazi wazi. Tunayashuhudia wazi wazi matukio hayo. Kwa hiyo au kwa sababu hiyo, haijalishi kuna mvua au kuna jua, haijalishi ni usiku iwe ni mchana, haijalishi ni giza ni nuru, ni kwenye njaa ni kwenye shibe, ni kwenye kukataliwa ni kwenye kukubaliwa, kanisa la Bwana, nikimaanisha sisi tuliomwamini Kristo, yatupasa tuwe watoto wa Mungu tuliosimama katika imani ya ufalme wa Mungu, imani ya kushawishika na kujua moyoni mwako kwamba, Bwana Yesu apewe sifa sana, ya kupasa wewe mtoto wa Mungu kusimama katika imani ya ufalme bila kujali ni mvua ni jua, ni usiku ni mchana, ni giza ni nuru, ni njaa ni shibe, ni kukataliwa ni kukubaliwa, ni kusukumwa ni kukumbatiwa. Ya kupasa wewe mtoto wa Mungu kusimama katika imani ya ufalme wa Mungu, imani ya kushawishika na kujua moyoni mwako kwamba Mungu wangu aliyemfufua Kristo katika wafu anaweza kuniokoa na kunishindia yote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unashawishika, unajua moyoni mwako kabisa kwamba Mungu wangu, unajua Mungu wangu aliyemfufua Kristo katika wafu anaweza kuniokoa na kunishindia katika haya yote. Unajua kabisa Mungu Baba aliyenifanyia jana atafanya na leo. Kwa hiyo sitayatoa macho yangu kwake, sitatoa macho yangu kwa Yesu na kuangalia pembeni. Sitaacha hatua zangu kuyumbishwa na yanaonipata. Hii ndio imani ambayo kanisa unatakiwa usimame nayo, ambayo mtoto wa Mungu unatakiwa usimame nayo katika nyakati hizi, kwa sababu matukio yatazidi kuwa mengi na mengine yatakatisha tamaa. Neno la Mungu linatuambia, lakini heri yule ambaye msingi wake umejengwa katika mwamba ambaye ni Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unasimama ukijua kwamba Mungu aliyemfufua Kristo anaweza kukushindia, anaweza kukuokoa, anaweza kukuvusha. Una imani hiyo kabisa na umeshawishika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu Baba aliyefanya jana anaweza kukufanyia leo. Kwa hiyo hautatoa macho yako kwa Yesu, hautatoa macho yako kwake na kuanza kuangalia pembeni, na kuanza kuangalia mawimbi, na kuanza kufuata mikumbo.
bali hatua zako zitaimarishwa ndani yake. Sasa leo kwa neema ya Mungu niko hapa kukufundisha imani hii ya ushindi, ya kukuvusha, ya kukuinua inapatikanaje. Na leo nitakuonyesha mambo mawili, tutajifunza mambo mawili. Jambo la kwanza, imani hii unaipataje ya kukuvusha, ya ushindi. Kuelewa kwako ndio kuvuka kwako hapo ulipo. Niko hapa kukwambia Mungu anakupenda upeo. Na ndio maana anaona jinsi gani unavyotaka kuteleza katika hali unayoipitia. Na ndio maana neno la Mungu limekufikia kukutoa kwenye maangamizo yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo naomba masikio yako yatakasike kwa damu ya Yesu. Jambo la kwanza, imani hii ya kushinda, ya kukuvusha na kukuinua inapatikanaje? Cha kwanza, kwa kusoma shuhuda za Mungu katika neno lake. Jinsi alivyowafanyia baba zetu na mama zetu, na kuamini ni Mungu yule yule jana na leo na hata milele, hajabadilika. Kwa imani hii unaipata kwa kusoma shuhuda za Mungu katika neno lake, sio katika magazeti. Shuhuda za Mungu katika neno lake lilo hai. Jinsi alivyowafanyia baba zetu na mama zetu. Na ukisha soma unaamini, kuamini ya kwamba huyu Mungu ni yule yule, hajabadilika. Jana na leo na hata milele, hajabadilika. Basi hata kwangu leo hii anaweza kufanya. Mfano unasoma au unatafakari. Tafakari Mungu aliyemkumbuka Sara mke wa Ibrahim, ambaye akampatia mtoto katika mazingira ambayo kibinadamu yasingewezekana. Sara alikuwa ni mzee. Sara alikuwa siku zake za kutokwa damu kama mwanamke zimekata. Kwa hiyo hakuna jinsi ambavyo kibinadamu ungeweza kusema Sara angeweza kupata mtoto. Lakini Mungu aliweza kumfanya Sara apate mtoto. Akamvusha katika huo uchungu, katika hiyo aibu. Akamfanya Sara apate mtoto. Na mtoto tena aliyokuwa imara, Isaka. Amen. Basi ukitafakari hivi, ujua kwamba moyoni mwako unajua kwamba huyu Mungu ambaye unamwamini leo katika hilo jambo unalopitia. Amen. Unamwamini leo na wewe unasimama unamwamini kama alifanya kwa Sara na atafanya na kwangu. Kwa jinsi unavyotafakari ndivyo unavyopata nguvu ya kuinuka na kusonga mbele na kuzidi kuangalia msalaba wa Yesu na kuzidi kujikita kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano wa pili, unaweza ukatafakari Mungu aliyewatetea kina Danieli ambao walimtumaini Mungu kama wewe unavyomtumaini Mungu leo. Aliwatetea katikati ya matanuru ya moto, katikati ya simba wakali. Akawatoa wazima, hawana jeraha yoyote, na jina lake likatukuzwa kupitia wao. Sasa unajua kabisa kwamba hata mimi leo katika kumtumaini kwangu huyu Mungu ataniokoa tu na hawa simba, na hata walioniwashia huu moto hautanidhuru. Kumbuka wakina Danieli walitoka kwenye tanuru la moto, hata nguo zao neno la Mungu linatuambia hazijanuka moshi. Kwa hiyo Mungu aliyefanya kwao ndiye Mungu unayemwamini wewe. Hajabadilika, ni Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hatua ya kwanza, tafakari shuhuda za Mungu kupitia neno lake. Nikuongezee mfano mwingine. Unatafakari mfano Mungu aliyemtoa Daudi kutoka mavumbini kwenye kuchunga mifugo na kumpandisha juu pamoja na wakuu katika nafasi ya kifalme. Hata mimi leo anaweza
unamwambia Mungu, unaweza kunitoa hapa kwenye haya mavumbi. Ni mavumbi gani unapitia, unagaragara mpaka umedharauliwa? Anaweza. Kama alimtoa Daudi akampandisha juu, zaidi yako wewe unaishi katika agano hili, agano jipya. Neno la Mungu linatuambia lililo bora zaidi kuliko hayo maagano yaliyopita. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nikupe tena mfano mwingine. Mungu aliyemfufua Lazaro. Mungu uliyemfufua Lazaro, ambaye alishaanza kunuka, unaweza kufufua kila eneo la maisha yangu lililokufa na kulifanya hai tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo soma matendo ya Mungu katika neno lake, mtoto wa Mungu, ambayo ni mengi 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 mengi, hayahesabiki. Upate imani ya kukuvusha hapo. Amen. Upate nguvu ya kuinuka tena. Acha kabisa kabisa tabia ya kukubaliana na shetani katika hali unayopitia. Usikubaliane na shetani. Usimsaidie shetani kukukandamiza. Wewe angalia neno la Mungu linasema nini. Muamini Mungu, amini kwamba huyu Mungu aliyefanya kwa baba zetu na mama zetu anafanya na leo. Atanifanyia na mimi ninayemwamini, ninayeliitia jina lake usiku na mchana, niliyeamua kumtumaini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa, kutafakari shuhuda za Mungu kupitia neno lake. Hatua ya pili, leo nitakupa hatua mbili. Pia imani hii ya ushindi unaipata kwa wewe mwenyewe binafsi. Sema mimi mwenyewe binafsi. Kutafakari mahali ambapo Mungu Baba aliwahi kukuvusha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yaani angalia na tafakari sehemu ambayo unaona kabisa pale, kama sio mkono wa Mungu kuingilia kati, mimi ningeaibika. Mimi ningekuwa sipo duniani leo hii. Yaani kuna sehemu kabisa katika maisha yako ukitafakari unaona kabisa, yaani pale Mungu asingeingilia kati lile jambo, ningekuwa uchi, ningekuwa mtupu, ningeaibika. Lakini Mungu kwa huruma zake alinisitiri. Si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, si kwa elimu yangu, si kwa akili zangu, si kwa chochote kile, bali ni Mungu ndiye alinisaidia. Kama si Bwana kunitoa pale, kama si Mungu kunisaidia, leo hii nisingekuwepo duniani. Kila mwanadamu, maadamu leo hii unaishi, unao ushuhuda kwenye maisha yako, chukua nafasi kutafakari. Mungu aliyekuvusha juzi, ashindwaje kukuvusha leo mpaka unakata tamaa katika nyakati hizi? Bwana Yesu apewe sifa sana. Unisikilize mtoto wa Mungu, kwa kutafakari shuhuda zako binafsi Mungu alizokutendea, ndio utaendelea kumwamini Mungu katika hali unayoipitia sasa, na wala hauwezi kukata tamaa. Na pia hapo ndipo unapata ushindi wako wa sasa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutasoma neno la Mungu katika Zaburi 119 mstari wa 111. Neno la Mungu katika Zaburi 119 mstari wa 111 linasema ya kwamba shuhuda zako nimezifanya urithi wa milele, maana ndizo changamko la moyo wangu. Nitarudia tena. Shuhuda zako, yani shuhuda za Mungu, nimezifanya urithi wa milele, maana ndizo changamko la moyo wangu. Jifunze mtoto wa Mungu, jifunze kutunza shuhuda za Mungu juu ya maisha yako. Maana yake nini? Maana yake usisahau kamwe wema wa Mungu Baba na matendo yake aliyokufanyia. Usisahau, maana huo ndio urithi wako na changamko la moyo wako, na hapo ndipo kuna muujiza wako juu ya pito unayoyapitia, juu ya mapito unayoyapitia. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Wapendwa, hivi ndivyo walivyofanya wakina Daudi, watoto wa Mungu. Sio kwamba walikuwa hawapiti kwenye changamoto, sio kwamba walikuwa hawapiti kwenye mapito, walikuwa wanapita sana tu. Na sio kwamba maisha yao yalikuwa ni mtelemko, lakini walichofanya, walijifunza kama wewe leo unavyojifunza na ukachukua hatua. Walijifunza kukumbuka wema wa Mungu. Walijua kabisa ushindi wa juzi haukuwa nguvu zao, wala haikuwa uwezo wao, bali ni Mungu. Lakini watoto wa Mungu wa sasa wanaona ushindi waliopata juzi ulikuwa ni wa mtumishi fulani, au ulikuwa ni wa mwanadamu fulani, au ni ile elimu ambayo uliipata, au ni kitu chochote unaona kama ndio kilikupa ushindi. Ndio maana umekutana tena na kikwazo kingine, unaona kama Mungu hayupo. Kumbe Mungu ndiye aliyekushindia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo walipita kwenye maisha ambao hayakuwa ya mtelemko wa kina Daudi ukisoma neno la Mungu, lakini walijifunza kukumbuka wema wa Mungu, matendo ya Mungu yalivyo makubwa, jinsi Mungu alivyowavusha juzi. Wakajua ni Mungu yule yule ambaye hata leo atasimama. Na walijua hawakuvuka kwa nguvu zao, hawakuwa na kiburi, hawakuvuka kwa uweza wao. Neno la Mungu katika waraka wa kwanza wa Samueli, mlango ule nafikiri wa 17, mstari wa 37, Daudi anasema nini pale? Anasema, neno la Mungu linasema, Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa huyu Mfilisti. Ni watoto wangapi wa Mungu leo hii uadui uko mbele yao, wanakiri kwamba Mungu aliyenisaidia juzi, aliyenipigania juzi, leo hii atanitetea hata katika haya, hata katika maneno yao, hata katika haya makano ya simba yaliyofunguka kunimeza, Mungu atanisaidia. Daudi anasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu. Alijua kabisa yule simba katika mawindo kule alivyokuwa anataka kufata mifugo yangu, sikumuua kwa uwezo wangu mimi. Daudi alijua sikumuua kwa uwezo wangu mimi, wala yule dubu sikumuua kwa uwezo wangu mimi. Kulikuwa na nguvu za Mungu zinanisaidia. Kwa hiyo na sisi lazima tufikie hatua hii, ili katika nyakati hizi ambazo matukio ni mengi, tumwangalie Mungu aliyetuvusha huko tulipotoka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nafikiri tunaelewana wapendwa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Amen. Kwa hiyo niko hapa namalizia kwa kusema, Mungu Baba anahuzunishwa sana 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 pale watoto wake tunaposahau matendo yake, tunaposahau uweza wake, tunaposahau ukuu wake na kuanza kutetereka katika mambo madogo sana ambayo yeye Mungu kwa yoyote anayemtumaini na kumtegemea anaweza kuyatatua. Tunayumbishwa na mambo madogo sana tukizani ya kwamba labda Mungu hawezi kutatua. Kumbuka kwa Mungu kila kitu ni kidogo. Hata wewe unayoyaona makubwa kwake yeye ni madogo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema katika neno lake, mataifa, yani mataifa yote duniani mbele zake yeye ni kama tone la maji katika ndoo. Ndivyo anavyoyaona. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huyu ndiye Mungu tunayemwamini. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu. Kwa hiyo anahuzunishwa sana anapoona watoto wake tunaposahau, yani tunapita sehemu tunasahau matendo yake ya jana, leo tufanyia juzi, tunasahau uweza wake, tunasahau ukuu wake, tunaanza kuteteleka, tunaanza kuangalia mawimbi, tunaanza kuangalia bahari, tunaanza kuangalia moto badala ya kumwangalia yeye. Tunayumbishwa huku na huku kama watoto wasiojua ni wapi waamini. Na ndio maana imekuwa rahisi sana hata kwa shetani kufanya miujiza na kuwadanganya watoto wa Mungu, kwa sababu hawajui wapi waamini. Hawajui wapi waamini. Ukisikia huku upo, ukisikia kule uko, ukisikia huku uko, unayumbishwa tu. Yesu alisema
aliye juu ya dari asishuke. Kaa kwenye imani yako ya neno la Mungu uliopata kwenye neno la Mungu. Natosha kukuokoa neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno ni Mungu mwenyewe. Na Mungu Baba anaona kama tunamdharau. Kwa sababu yani alitufanyia mambo makubwa, ametufanyia mambo makubwa, lakini leo tunapita kwenye vichangamoto vidugudugu tu. Yani unakuta Mkristo, mtoto wa Yesu, amekaliwa vikao tu vidogo, akaitwa sijui jina gani, linamliza usiku na mchana, linamfanya apate pressure. Acha waongee, wewe songa mbele na msalaba wa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Acha wakae, wewe kushindana kwako si juu ya damu na nyama. Angalia neno la Mungu linakuelekeza wapi, utashinda tu. Sisi ndo tunafanya mapito yetu yawe marefu. Yani Roho Mtakatifu yupo, anataka aingie uwanjani atusaidie, lakini hatumpi nafasi. Muda wote tunatafakari yale tunayopitia badala ya kutafakari neno la Mungu. Tafakari shuhuda za Mungu zikutoe hapo ulipo katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu anaona kama tunamdharau kabisa. Tukisoma Zaburi, neno la Mungu katika Zaburi 28 mstari wa 5, anasema ya kwamba maana hawazifahamu kazi za Bwana wala matendo yake. Atawavunja wala hatawajenga. Kwa hiyo katika hali unayopitia, Mungu Baba anashindwa kukujenga wala kukutegemeza kwa sababu umemsahau. Unasahau matendo yake, umesahau shuhuda zake. Kuanzia leo uamke katika jina la Yesu. Na neno la Mungu katika Yakobo 6, wapendwa, tunaona kwamba pale neno la Mungu linasema ila na aombe kwa imani, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama huyu asidhani atapokea kitu kwa Bwana. Kwa hiyo tusiwe mawimbi ya mapepo kama upepo, yani tunapeperushwa huku na huku, hatuna imani. Tunapeperushwa huku na huku. Neno la Mungu linasema mtu kama huyu asidhani atapokea kitu kwa Bwana. Usidhani utapokea kitu kwa Mungu. Na ndio maana wengi mmechelewesha miujiza yenu, mmechelewesha majibu yenu kwa sababu ya ujui kweli ya Mungu. Hujasimama katika kile Mungu anachokisema. Badala ya kumwangalia Mungu, unamwangalia mwanadamu. Badala ya kumwangalia Mungu, unaangalia sijui nini. Usiangalie kushoto au kulia. Yeremia aliambiwa, liangalie neno langu. Alimwambia, akamwambia mimi nipo Mungu kuliangalia hilo neno nipate kulitimiza. Yeremia wakati anapita, Mungu anamwambia unaona nini? Yeremia anasema, Bwana naona ufito wa mlonzi. Akamwambia sawa, unaona ufito wa mlonzi. Mimi nataka ulione neno langu kwa sababu mimi nipo kuliangalia neno langu lake yeye Mungu apate kulitimiza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo wakati unapita, niko hapa leo kukwambia tafakari shuhuda za Mungu alizowafanyia baba zetu na mama zetu. Baba zetu wakina Ibrahim, mama zetu wakina Sara, wakina Ana. Alafu tafakari na wewe mwenyewe shuhuda zako binafsi, wapi Mungu alikupitisha. Kwamba unaona kabisa huu ni mkono wa Mungu ulinivusha pale, na ndio ambao utanivusha leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na unaona kabisa kwamba Mungu aliyewasaidia wale ndiye anayenisaidia mimi kwa sababu hajabadilika, ni yule yule. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu katika Yohana 16 mstari wa 33 asema Bwana, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Amen. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi Yesu nimeushinda ulimwengu. Pamoja na mambo yote ya dhiki ya ulimwengu, ipo amani ya Kristo itatuhifadhi wapendwa. Yeye aliyeushinda ulimwengu huu kwa ajili yetu, yani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ametuambia hivi, tujipe moyo. Kwa hiyo na sisi hatuteteleki, tunajipa moyo katika jina la Yesu. Jipe moyo. Aliyekufia msalabani ameushinda ulimwengu.
Unayemwamini ameushinda ulimwengu, na wewe lazima ushinde ndani yake. Amen. Tujipe moyo, na Mungu Baba akubariki sana, na neema yake sikupungukie katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Oh, haleluya. Tutakwenda kumshukuru Mungu kwa ujumbe huu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usilalamike. Unaye Yesu ni mkuu sana, unaye Baba muweza wa yote. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilie tena. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilalamike tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usibabaike tena. Kaingia rohoni mwangu, Yesu kanipa kutulia, kaniambia wewe mwanangu usilalamike tena. Ninajua shida zako mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu ningekuwa wapi. Yawe, we ni yote kwangu Yesu. Yawe, we ni yote kwangu. Yawe, we ni yote kwangu Yesu. Yawe, we ni yote kwangu. Yawe, we ni yote kwangu Yesu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, we ni yote kwangu Yesu. Yawe, ningekuwa wapi? Oh, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hakika wewe ni yote kwetu kwenye maisha yetu. Hakika Baba Mungu umetufundisha ya kwamba tuwe imara ndani yako, ya kwamba wewe ndiwe Mungu uliyetutetea jana, unayetutetea na leo tena. Bwana, uliyetuinua jana unatuinua na leo tena. Umetufundisha Bwana ya kwamba uliwapigania mabilioni na mabilioni na mabilioni waliokutumaini Bwana. Hata na sisi Baba unaweza kututetea, kutupigania, kutushindia, kwa kuwa kwako Baba hakuna upendeleo. Yoyote anayekukimbilia na kukuamini na kukutumaini, hakika umesema hutomtupa nje kamwe, wala hutomuacha. Umesema hata aibika milele yoyote anayekutumaini. Tunasema asante. Tunasema asante Baba yetu wa mbinguni. Tunasema asante Mtakatifu wa watakatifu. Tunasema asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Asante Baba kwa neno lako lo hai Baba, lililokuja kutuponya na kututoa kwenye maangamizo yetu yote Baba. Baba nasema asante kwa maana neno hili limekuwa mwanzo mpya
wa maisha ya watoto wako, mfalme wa amani. Linawapa hatua nyingine tena, limewatoa imani hadi imani, utukufu hadi utukufu, limewafungua, limewaponya. Na Roho Mtakatifu wa Mungu na nguvu zako endelea kushuka sasa. Roho Mtakatifu wa Bwana Yesu, nguvu zako ziendelee kushuka sasa, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Kwa neno lako Bwana, kwa neno lako Baba yetu wa mbinguni tunapiga hatua. Kwa neno lako Baba yetu wa mbinguni hatuangalii kushoto wala kulia. Kwa neno lako Bwana tunasonga mbele katika jina la Yesu. Baba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hata wakati wakina Petro wanafunzi wako Bwana Yesu walipokatishwa tamaa na adui, walienda kuvua wakakosa kabisa samaki, walikuwa na kukata tamaa kabisa. Hata Bwana Yesu wakati unazungumza nao walisema kwamba inawezekanyage kwa sababu sisi tumekosa, hatujapata kitu usiku kucha. Lakini Bwana Yesu wakatamka neno moja tu, kwa neno lako tutashusha nyavu. Na sisi leo hii Bwana Yesu, kwa neno lako tunapiga hatua, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Mwambie Mungu, kwa neno lako napiga hatua. Mwambie Yesu, kwa neno lako napiga hatua katika jina la Yesu. Siangalii tena kushoto wala kulia. Unirehemu kwa kutokuamini kwangu. Nioshe kwa damu yako takatifu. Kwa neno lako napiga hatua. Neno lako limenisaidia. Neno lako limenitoa. Kwa neno lako natoka utukufu hadi utukufu. Ni kwa neno lako Yesu. Ni kwa neno lako Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kwa neno lako Yesu uliyeshinda mauti. Ni kwa neno lako Yesu uliyeshinda kuzimu. Ni kwa neno lako Yesu uliyeshinda yote. Ulisema yote yamekwisha. Ulisema imekwisha Baba. Tunasema asante Bwana, kwa maana tunapiga hatua, kwa maana tunasonga mbele na hakuna kutuzuia, kwa maana Kristo Yesu wewe ndiwe uko mbele yetu. Tunakuona we Bwana, tunauona msalaba wako Yesu, tunaiona kazi uliofanya ya ushindi Bwana Yesu. Asante Baba, asante. Ninawafunika watoto wako kwa damu yako takatifu. Ninaendelea kusema Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Sante Yesu, jina lako litukuzwe na liimidiwe na liinuliwe kupitia ibada hii Bwana, katika jina la Yesu. Na lisikike jina lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Na isikike sauti yako Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neno lako Baba likazidi kujiandika kwa kalamu ya Roho Mtakatifu katika mioyo yetu usiku na mchana. Hata tujapopita kati ya mabonde ya uvuli wa mauti, uko pamoja na sisi. Umeahidi Bwana. Sante Baba, tunajipa moyo kwa kuwa wewe tunayekuamini, Kristo mwana wa Mungu aliye hai, umeushinda ulimwengu, na sisi tunashinda kwa kuwa ndani yako Bwana Yesu tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi mwana wa Mungu aliye hai. Sante Yesu, sante Roho wa Mungu kwa maombi haya ukili, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Endelea kusikiliza maombi haya yakili kwa kinywa chako, ya kuletea wokovu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Damu ya Yesu ikufunike. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +718293144, na namba nyingine ni +2557691455925. Damu ya Yesu ikufunike. Songa mbele katika jina la Yesu. Amen.